kulikuwa wazi. Hebu sema kulikuwa wazi. Kufufuka kwa Yesu kulikuwa wazi, wala hakukuwa kwenye uficho. Amen. Sikiliza nikwambie, mambo ya Yesu yeye aliyafanya wazi. Wachawi wanasema eti wanafufuaga watu, lakini wanafanya hayo mambo usiku. Amen. Lakini Yesu mambo yake yalikuwa wazi. Hata wakati anamfufua Lazaro alimfufua wazi. Sikiliza nikwambie, Yesu wetu huwa hajifichi, mambo yake aliyafanya wazi. Hata kufufuka kwake kulikuwa wazi, maana walikuwepo mashahidi. Biblia inasema hata walinzi wenyewe walishuhudia, maana Biblia inasema Yesu mwana wa Mungu aliye hai wakati anatoka kaburini, Biblia inasema wale walinzi wakawa kama wamekufa. Haleluya! Lakini baada ya hapo wakatoka kwenye ule usingizi, wakawakuta malaika wanang'aa pale. Maria Magdalena na Mariamu mwingine walipoingia kaburini, wakakuta Yesu hayupo. Wakati huo malaika na watokea, anasema kumbuka alivyowaambia utakutana naye huko. Haleluya! Wakati wamefika wanakutana na Bwana. Wakati wamefika wanakutana na Yesu mwenyewe anajidhihirisha, wala hakuwahi kupaa, kwa sababu alitaka kufufua kwake kuwa wazi. Yesu tunayemsherehekea ni mtu wa wazi, ni mtu wa tofauti. Kufufuka kwake kulikuwa wazi. Piga Yesu makofi na vigelegele. Hata wanaopinga wanajua kufufuka kwa Yesu kupo, tofauti na manabii wengine wote waliowahi kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo mtu unayemwamini ni mtu sahihi. Haleluya! Kwa hiyo na wewe jiweke wazi, hata kujificha ficha. Wewe Mkristo jiweke wazi, maana hata Yesu alijiweka wazi. Amen. Unakuta mtu ni Mkristo lakini ofisini kwake hawajui kama ameokoka. Unakuta mtu ni Mkristo kwenye kikundi chao hawajui kama ameokoka. Unakuta mtu ni Mkristo eti kwenye chama chake cha Chadema, CCM, sijui chama gani, hawajui kama ameokoka. Maana anayoyatenda hayana utofauti na yeye anayoyatenda. Sikiliza kwambie, maana ya mlokole, maana ya Mkristo, maana ya Mpentekoste ni maana yake ni nini? Maana yake kuokoka. Haleluya! Kuokoka maana yake ni kuwa tofauti na wasioamini. Tuko pamoja mpendwa? Haleluya! Kwa hiyo kama Yesu mwenyewe alijiweka wazi, kufufuka kwake ukawa wazi, na wewe uwe wazi. Sema amina. Kati mwingine na Biblia unaficha ficha. Wengine wameshaacha kutembea na Biblia, wanatembea na simu. Kimla na Biblia iko humu kwenye simu, iko humu kwenye simu. Kinani ikiroga. Maana hivi ni vitu vya mzungu. Wakati mwingine afuta mafaili yote. Inakuwaje mpaka ukatafuta kutanarodi? Uwe na Biblia. Haleluya! Maana hizi simu zetu hata kusema kwamba utafute kitu fulani ufuatilie hazina wakati mwingine. Bwana sifiwe. Unakuta mtu ameokoka hana kitabu cha nyimbo. Hii si sawa. Kuokoka kwako kuwe wazi. Nyumbani kwako majirani wajue wewe umeokoka. Tuko pamoja mpendwa? Hapa Bwana Yesu asifiwe. Huku Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji Bwana Yesu asifiwe. Watumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe. Watu wajue wewe umeokoka. Jiweke wazi. Yesu kufufuka kwake kulikuwa wazi. Ndio maana na wewe inakupata kwa wazi. Hata kuficha ficha. Unaficha nini? Bwana asifiwe. Acha tukujue kama wewe ni mchanganya changanya. Amen.
unapatikana wapi? Amen. Majirani wakujue, wana kikundi wenzako wakujue, wananzengo wakujue, mahali popote wajue ya kwamba wewe umeokoka, ni mwenda mbinguni, maana hata kufufuka kwa Yesu kulikuwa wazi. Sema amina. Mathayo 16 mstari wa 21. Mathayo 16:21. Msomaji wangu alienda na umeme halafu hajarudi. Umeme umerudi kwa 16:21. Kama upo sasa tusome. Mathayo 16 mstari ule wa 21 Biblia inasema, tangu wakati wa Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, alianza mapema kuweka kifo chake wazi, lakini pia alianza mapema kuweka kufufuka kwake wazi. Nitakufa, siku ya tatu nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwani ni wewe Mkristo usiweke Kristo wako wazi? Naweka wazi, baada ya siku tatu mimi nitafufuka. Na kwa sababu aliweka kufufuka kwake wazi, ndio maana leo Yesu ana wafuasi wengi kuliko mtume yeyote duniani, kuliko nabii yeyote duniani, maana mambo yake yalikuwa wazi, kufufuka kwake kulikuwa wazi. Na wewe mshuhudie Yesu kwa wazi, zungumza habari za Yesu kwa wazi, washuhudie watu habari zake kwa wazi, shuhudia matendo yake makuu kwa wazi, kwa sababu kufufuka kwake Yesu alikuweka wazi, kufa kwake alikuweka wazi. Sema amina, mtu wa Mungu. Na sasa Biblia inasema hivi, ushuhuda ulitolewa juu ya kufufuka kwa Yesu. Ushuhuda ulitolewa juu ya kufufuka kwa Yesu. Naona mambo yanavyoenda, yaani ni kama unavyowasha njiti ya kiberiti kuchoma kichaka. Yaani moto unaenda taratibu, mwisho wa siku nakuwa na uwezo wa kuteketeza hata miti. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 4:33. Inasema na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu ngapi? Kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu ya wangapi? Wachache wote. Haleluya! Kumbe tunapotoa ushuhuda wa Yesu juu ya kufufuka kwake, neema ya Mungu inakuwa juu yetu. Pendwa, usiache kutangaza habari za Yesu, maana neema ya Mungu itakuwa juu yako. Haleluya! Baraka za Mungu zitakuwa juu yako. Mitume wakatoa ushuhuda. Wewe unatoa ushuhuda gani? Maisha yako yanatoa
semina yangu kwamba sisi ni barua ya kusomwa na watu wote. Wewe unasomekaje? Ushuhuda wako ni upi? Maana Biblia inasema mtawatambua kwa matendo yao. Wewe una matendo gani? Tukikupima kwenye mzani, wewe matendo yako yakoje? Ushahidi wa maisha yako ukoje? Kama Mungu angelikufungua sasa hivi hapa ukawa kama TV, tukaona yaliyomo ndani yako, yatakuwa yakoje? Yanaonekanaje? Ushuhuda wako mitaani ukoje? Unatoa ushuhuda gani? Unatoa ushuhuda gani wewe bodaboda kwa bodaboda wenzako? Unatoa ushuhuda gani wewe kiongozi wa idara fulani kwa wale unaoongoza? Unatoa ushuhuda gani wewe mwenyekiti wa wamama, mwenyekiti wa baba, mwenyekiti wa vijana, mwenyekiti wa watoto, mwenyekiti wa kanisa? Wewe unatoa ushuhuda gani? Naomba ujitafakari, rudisha mawazo yako nyuma katika kumbukumbu hii ya kufufuka kwa Yesu. Wewe unatoa ushuhuda gani? Mitume wakatoa ushuhuda juu ya kufufuka kwa Yesu, na Biblia inasema ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi, tena kutumia nguvu chache. Nguvu nyingi. Wewe unatumia nguvu gani? Toka umeokoka mpaka sasa hivi, ushuhuda wako umeutumia namna gani? Umeshuhudia wangapi juu ya kufufuka kwa Yesu, juu ya habari ya Yesu? Toka umeokoka mpaka hapa kanisani na watu wangapi? Ama wewe ni gari bovu? Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Nikasema jana kwa mfano wangu, unapokuwa umeokoka unajazwa kitu kinaitwa Roho Mtakatifu. Unawekewa Roho Mtakatifu. Yule Roho Mtakatifu ni wa kukulinda, yaani kwa upande tunafunikwa na Roho Mtakatifu. Hatuishi kufunikwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema Yesu pia anatufunika kwa damu yake yenye nguvu. Haleluya! Shetani anaporusha mishale yake ya moto, haleluya, inazima na damu ya Yesu. Ndio maana hatupaswi kuwa waoga, na ndio maana Biblia inasema waoga wote ni katika mji wa Mwanza, katika ziwa iwakalo moto na kiberiti. Kwa hiyo ndio maana hatupaswi kuwa waoga kutoa ushuhuda kufufuka kwa Yesu. Mama, hatupaswi kuwa waoga juu ya kutoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu. Mama, baba, kijana, mtoto unisikiliza asubuhi ya leo, haupaswi kuwa mwoga kutoa habari ya kufufuka kwa Yesu. Amen. Kwa wazi, shuhudia, leta watu kwa Yesu. Eti wewe ni kiongozi wa mama, lakini hujawahi kuleta hata mshirika mmoja kwa Yesu. Ushuhuda wako na utoa wapi? Eti wewe ni kiongozi wa baba, hujawahi kuleta hata mshirika mmoja kwa Yesu. Ushuhuda wako na utoa wapi? Eti wewe ni kiongozi wa sifa na muziki, hujawahi kuleta hata mtu kwa Yesu hata mmoja. Ushuhuda wako na utoa wapi? Wewe ni kiongozi wa idara yoyote, hujawahi kuleta mtu kwa Yesu. Ushuhuda wako unautoa wapi? Biblia inasema hawa wanafunzi wa Yesu, hawa mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwa Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. Neema ya Mungu inakuwa juu yetu tunapotoa ushuhuda kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hatupaswi kuogopa, ndio maana hatupaswi kujinyanyapaa. Haleluya! Unajua kuna mtu mwingine anajiona kama ni kapiritoni, kama ni kasisimizi. Nataka
nikwambie, katika ulimwengu wa roho sisi sio sisimizi, sisi sio piritoni, sisi ni watu wakubwa, sisi ni watu wakubwa katika ulimwengu wa roho. Sisi ni watu wakubwa, sisi ni watu wa tofauti. Sema watu wengi hawajiamini, kwanza ni waanza kujiamini. Sema amina, kwa sababu unalindwa na Roho Mtakatifu, unalindwa na damu ya Yesu, na Mungu amekuzungushia malaika wake. Usijiogope, toa ushuhuda. Amen. Ungesema huyo mchungaji roho anatupiga sindano. Ni lazima nikupiga sindano, maana wewe unahitaji panado, wewe unahitaji diripo, unahitaji sindano ya kutosha. Inatakiwa tukupasue jipu, ukae sawa sawa, upone, ili ulete watu kwa Yesu, ili ushuhudie juu ya kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji mamilioni ya watu kwa Yesu. Kwa upande mwingine, tunahitaji kuzimu ikose watu, mbingu ipate watu. Pige Bwana makofi na vigelegele. Huku sijasikia makofi yenu kwa Bwana, huku sijasikia makofi yenu kwa Bwana, huku sijasikia makofi yenu kwa Bwana, huku sijasikia makofi yenu kwa Bwana. Pigeni Bwana makofi na vigelegele. Nasema tupige Bwana makofi na vigelegele. Tunatakiwa kumnyang'anya watu shetani, tumupe Bwana Yesu. Haleluya. Unajua, kwa mwingine mambo ya kimungu yanaenda kama hayaendi, lakini yanaenda. Unajua, wakati mwingine unaweza kuwa umeokoka, unajitahidi, wewe ni mtakatifu, lakini mambo yanaenda slow pancha. Unajua wale wenye vyombo vya moto, tunajua kuna kasiro pancha, yani kali wakanatoa upepo mdogo mpaka hata wiki, lakini mwisho wa siku upepo naishaba kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kiroho wanaenda taratibu. Mtu unaweza kushangaa maisha yanakuwa magumu, maisha yanakuwa manyonge, wakati mwingine anaweza kuwa naumwa, wakati mwingine anafika wakati anajikatia tamaa, wakati mwingine anafika wakati anasema acha nihame mjini, wakati mwingine anasema acha nikimbie familia, wakati mwingine anasema sijui nijinyonge, wakati mwingine anasema sijui nife tu. Yani mambo yanaenda taratibu, lakini katika hiyo taratibu Mungu anakuwa pamoja na sisi. Mungu hatuachi, Mungu hatupunguki. Unapovumilia, Bwana anaenda taratibu na wewe, mwisho wa siku unakuwa mkubwa. Haleluya. Waliokudharau wanaanza kukupigia saluti, waliokudharau walikuwa kusalimi, wanaanza kukupa mkono wa hongera, kwa sababu Bwana anakuinua kutoka chini kwenda juu. Haleluya. Bwana ndiye anayetajirisha, lakini pia Bwana ndiye anayefukarisha. Wapendwa, aliyempa yule, hata wewe unaweza kupatia cha kufanya. Toa ushuhuda kufufuka kwake Yesu. Haleluya. Usijiogope, usifike wakati ukajikatia tamaa, usifike wakati ukajivunja moyo. Yesu yuko pamoja na wewe, Yesu yuko pamoja na wewe. Kufufuka kwa Yesu kukutie moyo, kukutoa mahali ulipo na mahali unapokwenda. Haleluya. Kwa sababu sisi warokore tunajua mahali tulipo na tunajua mahali tunapokwenda. Mahali tunapokwenda ni mahali pazuri, mahali tunapokwenda ni mahali pa raha, mahali tunapokwenda ni mahali pa furaha. Biblia inasema ule mji wa mbinguni haufananishwi na mji wowote duniani, ni mahali pazuri. Ndio maana kufika kule lazima kupite katika moto yung'ae, ili ufae. Haleluya. Ili lazima pitishe mwanafunzi kupanda darasa, lazima mpitishe kwenye viboko, lazima mpitishe kwenye mitihani, ili mtoto afae kupanda darasa. Nataka nikwambie mambo unayoyapitia ni kama Yona alipopita kwenye darasa la Mungu kwenye tumbo la samaki, lakini alipokuja kutoka, Biblia inasema alitoka sio mtu wa kawaida.
Mahali ambapo angeliweza kutembea karibu wiki nzima, alitumia siku 3. Kwa nini? Kwa sababu Bwana alimpandisha viwango. Pendwa, upande viwango kwa jina la Yesu. Nasema upande viwango kwa jina la Yesu. Mama, upande viwango kwa jina la Yesu. Baba, upande viwango kwa jina la Yesu. Kijana, upande kiwango kwa jina la Yesu. Watoto, mpande kiwango kwa jina la Yesu. Wote tupande kiwango kisicho cha kawaida kupitia kufufuka kwa Yesu. Toa ushuhuda, na ukitoa ushuhuda wa kufufuka kwake, Biblia inasema neema ya Mungu itakuwa juu yako. Neema ya Mungu itakuwa juu yako. Neema ya Mungu iko juu yetu. Usiogope. Sema amina, mtu wa Baba. Usiogope. Bwana nakupenda. Ndio maana alimtuma Yesu afe kwa ajili yako na kisha kufufuke. Amen. Nampenda Paulo. Paulo alikuwa ni askofu, lakini pia alikuwa ni mtume, naye alitoa ushuhuda juu ya kufufuka kwa Yesu. Matendo ya Mitume 4:33. Soma hapo. Na neema nyingi ikawa juu yao wote, wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Hivi mama, nasoma wapi? Matendo ya Mitume 17:3. Kueleza ya kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Unamwona huyu mtume Paulo alikuwa shujaa, amejaa neema ya Mungu, upako wa Roho Mtakatifu uko ndani yake. Anasema na waeleza kwamba ilimpasa Kristo kuteswa na kufufuka katika wafu, na ya kwamba Yesu huyu ninayewapasha ninyi habari zake ndiye Kristo. Ilimpasa kufa na kisha afufuke kwa ajili yetu, kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili tupate uzima na kisha tuwe nao tele. Haleluya! Ili tufike mbinguni, hata kama ni kwa kuchoka, lakini tufike mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo akatoa ushuhuda wa kweli kwa ushujaa, kwa nguvu zote juu ya kufufuka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mitume wakatoa, Paulo naye akatoa kwa ujasiri wote. Na wewe fanya hivyo kwa jina la Yesu. Fanya hivyo kwa jina la Yesu. Jiamini, kwa sababu yupo Yesu mbele yetu na nyuma yetu. Bwana asifiwe. Yuko pamoja na sisi, yuko pamoja na sisi. Hatuachi wala hatupunguki, halali wala hasinzii. Mchana usiku yuko pamoja na sisi. Wakati wa masika, wakati wa kiangazi, yeye yuko pamoja na sisi. Acha watu waseme, wala usiogope maneno yao. Ipo siku Bwana atakufanya kuwa wa viwango. Haleluya! Hakuna anayejua kesho yake, lakini kesho yetu Baba anaijua. Mungu wetu kesho yetu anaijua. Leo watu wanakushusha chini, lakini ipo siku atakupandisha juu. Leo kuna watu naomba msaada, kuna wakati na wao watakuomba msaada. Haleluya! Wewe kaa sawa na Bwana, acha michanganyo. Sema amina. Niwaambia mwaka jana nilikuwa Rwanda. Unapoingia nchi ya Rwanda, unapokuwa Tanzania, unaenda kwa kutumia kushoto. Ndio sheria yetu.
wale wenye leseni. Unapoingia Rwanda wanakwambia nenda Kuria, kwa upande mwingine inakuwa namna hii. Sisi ndivyo tulivyo. Tunapoingia kwa Yesu, maana yake tunabadilika. Sema amina. Tunapoingia kwa Yesu, maana yake tunaacha kula rushwa, tunaacha uzinzi, tunaacha urafi, tunaacha uongo, tunaacha kufitini, tunaacha mambo mabaya, tunafanya mazuri, maana tunajua twendako. Haleluya! Na Biblia inasema ile njia imesonga sana, ile njia ni nyembamba sana, haihitaji mizigo. Biblia inazungumza juu ya mizigo. Mzigo maana yake ni dhambi. Haleluya! Kwa hiyo ile njia tunapita wasiokuwa na mizigo, na tunapita tunanyata namna hii, tunapita taratibu namna hii, imesonga sana, tunapita namna hii, mwisho wa siku tunafika kwa Baba. Haleluya! Pendwa msikilizaji wangu, natamani ufike mbinguni. Hata kama wewe ni masikini, lakini hakikisha unafika mbinguni. Uwe tajiri, hakikisha unafika mbinguni. Uwe mweupe, hakikisha unafika mbinguni. Uwe mweusi, hakikisha unafika mbinguni. Uwe mfupi, hakikisha unafika mbinguni. Uwe mrefu, hakikisha unafika mbinguni. Haleluya! Vile tulivyo wote kwa Baba tunafanana, maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio waliaminio jina lake. Na Biblia katika Zaburi sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema haleluya, tutakuwa kama mti uliopandwa kando kando vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, na kila alitendalo atafanikiwa. Pige Bwana makofi na vigelegele. Nasema ipo siku na unafanikiwa. Nasema ipo siku utabarikiwa. Nasema ipo siku utaendesha pikipiki. Nasema ipo siku utaendesha gari. Nasema ipo siku utajenga. Nasema ipo siku utatembea na 5,000 mfukoni. Leo unatembea mpaka una hata 100. Ipo siku mifuko itajaa hela. Leo huna hata mradi wowote, ipo siku utamiliki miradi ya kutosha. Ipo siku utamiliki wapangaji. Ipo siku utanunua kiwanja. Usiogope, Bwana yuko pamoja na sisi. Haleluya! Kufufuka kwake Yesu kumetupa amani, kumetupa kujiamini. Jiamini na wewe. Tunasogea. Kufufuka kwa Yesu kumeleta tumaini jipya katika maisha yetu. Kufufuka kwa Yesu kumeleta tumaini katika nini? Maisha yetu. Petro wa kwanza 1:3. Waraka wa Petro wa kwanza 1:3. Biblia inasema, ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Amen. Anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi, sio chache, alituzaa kwa mara ya ngapi? Ya pili, ili tupate nini? Tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika nini? Wafu. Maana babu yako alikufa hajafufuka, mama alikufa kwa hajafufuka, na huyu aliyemshuhudia Bwana leo ya kwamba ndugu yake alikufa hajafufuka na wala hatafufuka, lakini Yesu alifufuka kutoka katika wafu ili atupe tumaini. Katika kufufuka kwa Yesu tumepata tumaini.
tumepata tumaini, mama tumepata tumaini, kijana tumepata tumaini kupitia kufufuka kwa Yesu. Kwani unajinyanyapaa? Kwani unajishuta viwango? Uwe na tumaini kwa jina la Yesu. Haleluya! Hata kama unaumwa, uwe na tumaini, ipo siku utapona. Najua umezunguka kwa madaktari wa kutosha, lakini usiogope, uwe na tumaini. Ipo siku yako, ipo siku Roho Mtakatifu anakukutanisha na daktari sahihi na atagundua ugonjwa wako na utapona. Ama ipo siku utakutana upako wa mtumishi wa Mungu. Siku hiyo Bwana amemwambia muombe mtu huyu, na atakapokuombea utapona. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na haraka kukimbilia miujiza. Cha kufanya, kaa sawasawa na Bwana. Acha kukimbilia mafuta, mara vitamba, mara kokoto, mara nini. Wenzako wanainua magorofa huko, wewe kaa sawasawa na Bwana. Ipo siku yako. Mimi kuna wakati nimezaliwa na ugonjwa hapa, nilikuwa kana vimba hapa. Sasa ukweli, wazazi wangu walijitahidi na kutosha, walinipeleka kwa madaktari wa kutosha. Mwisho wa siku akasarenda. Nimefikisha miaka 15, nikaanza kutafuta hela zangu mwenyewe. Nimekimbia kwa madaktari kwa sababu nilikuwa na huzuni kila wakati, na kila aliyekuwa ananiona na anasema, lakini wewe unaumwa. Maana yake umenifanya ninyongonye, mifupa ilikuwa inaonekana mpaka utu tumetoka nje. Hata nilikuwa siwezi kuvaa hata kataunda suti kama haka, kwa sababu kalikuwa kananishika funda. Natafuta vipimo vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Ukiniona kwenye picha zangu za zamani mpaka unasema huyu sio yeye. Bwana asifiwe. Nimejitahidi sana vya kutosha, lakini wakati wa mwaka 2000 nikutana na mtumishi wa Mungu sahihi, akaniambia nakupasa uwe kwenye maombi kila wakati. Kila Jumamosi nilikuwa nafunga na kuomba kila Jumamosi. Siku moja niko kwenye maombi ya alfajiri, na shangaa anashuka malaika. Niko kama kwenye usingizi, lakini ni kama naona vile. Nikashangaa anapasua, nikaona ananipasua, halafu anatoa vidudu fulani anatupa huko. Nipokuja kutoka kwenye usingizi, nikamhadisia mchungaji ambaye alinibeba kwenye maombi, tulikuwa pamoja naye. Nikamhadisia, akaniambia, wewe umepona. Toka mwaka 2000 sikuona tatizo hilo mpaka leo. Na kwa taarifa yako, uponyaji wa Mungu unapokuja unakuja automatically. Yale magonjwa Bwana kayakomesha. Siwezi kusema uongo, toka mwaka 2000 sijawahi kuugua nilale ndani siku 3, na leo ni zaidi ya miaka mingapi? Maana yake Bwana anatoa double. Haleluya! Bwana anapokutoa katika shida za muda mrefu anakupa double. Biblia inasema Ayubu aliugua sana, akapoteza watoto, akapoteza mali, lakini Biblia inasema Bwana alipokuja kumtoa katika ile hali, kwa uvumilivu wake alimpa double. Ndio maana waimbaji wetu wanaimba double. Wanamaanisha, sijui kama mnaimbaga kwa lele mama kwa bla bla, lakini ukiimba kwa kumaanisha, maana yake Mungu anatoa double. Biblia inasema watoto waliowapata Ayubu walikuwa ni wazuri kupita wote katika nchi ya Usi. Yaani walikuwa wazuri, na mali zilizokuja kupata zilikuwa ni zaidi. Maana yake Bwana anatoa double. Haleluya! Nilikuwa siwezi kukimbia hata dakika ngapi. Sikuwa na furaha ya kucheza mpira, kwa sababu nilipokuwa natembea kwa muda mrefu linachoma. Kwa inabidi niende taratibu. Nikilala nilikuwa siwezi kulala chali, maana nikilala ninatunda, ninakuwa na namna hii. Kwa madaktari nijitahidi, wale unawajua wewe. Nijitahidi sana, maana Mungu alinisaidia nikawa napata pesa, lakini amani sina. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukawa na hela lakini amani huna. Nimemwambia mama mmoja kwenye Pasaka hii, amenitia moyo nyumbani kwangu, amenitia moyo, akasema acha niwatumie, niwape kahela kakula Pasaka. Akatuma 1,000,000. Mama huyu alikuwa ni mama nzuri, tajiri kweli, na ndio mshirika nilio naye anatoka mbali kuja kusali pale. Anatumia sio chini ya 5,000, maana yake 10,000 kwenda na kurudi.
Sasa alikuwa analala, ni tajiri, lakini utajiri wake ulikuwa umpe amani. Alikuwa akilala kwenye kitanda anasikia fimbo zinarindima. Kwa hiyo alikuwa hawezi kulala kitandani kwake, anaenda sebuleni, yanamkuta akienda huko anamkuta. Wapendwa, kuna watu wanakutana na mateso usijai kuona, lakini alikuwa anasali. Hii ni ya kweli. Lakini anateseka, halali kwenye nyumba. Yaani amehuzunika huyu mama, mpaka siku moja jakampiga. Alipoenda kwa daktari akamwambia una uvimbe, acha kumfanyia operation. Kwa sababu ana hela, akatoa hela, akafanyia operation, lakini tatizo likabaki pale pale. Hasinzi, hana amani. Kila anapokuwa kwenye ofisi yake, anakuwa na huzuni, hana furaha na mali zile, hana furaha na nyumba yake, maana hajawahi kupata usingizi mzuri mwanani kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja nikamtembelea, tena nilikuwa na lengo lingine kabisa. Nilikuwa na kaharambe, kwa hiyo nikawa Roho Mtakatifu ananiongoza watu wa kukutana nao. Nikaenda na yeye kumuomba, ndio akametuadisia. Nikawaambia acha sasa tuombe Mungu. Yaani kama unajua wakati mwingine Mungu akitaka kuomba muujiza, sio mpaka ulie sana, sio mpaka ufunge sana. Ni wakati wako ukifika, Mungu anakukutanisha na uzima wako, anakukutanisha na muujiza wako papo. Haijalishi ni nani. Sasa sisi tukaomba tu kama kawaida, tukaondoka zetu. Jumamosi anapiga simu, anasema mimi nakuja kusali hapa kanisani kwenu. Bali kote huku sema mimi nakuja, nina ushuhuda ndani ya moyo. Ndio akaanza kutuhadisia sasa. Akasema kuanzia pale nililala, nikasinzia, yale majitu sijayaona, naomba niwe mshirika wenu. Sisi tukakataa. Lakini akalazimisha, maana mchungaji wake ni rafiki yangu sana. Akalazimisha, akasema mimi natoka huko mbali huko, lakini sasa unanilipia na mimi nizali hapa. Sasa nikamwacha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza sasa, wakati mwingine Mungu anaweza kutenda muujiza kwa huyu ili pia huyu naye apate muujiza kwa huyu. Sijui unanielewa? Wakati mwingine, mpendwa mtumishi wa Mungu, Mungu anaweza anawaleta watu kwa muda maalumu na kwa kazi maalumu, na wakati maalumu unapofika, Mungu pia anamuondoa kwa wakati maalumu. Ndivyo Mungu anavyofanya. Kwa upande mwingine, kanisa linapumua, linatoa, linaleta. Ndio maana unaweza mkana mtu anaibisha anasifita vizuri sana, mpaka mnasema kweli tumepata chombo. Baada ya muda amewaibisha watu, kashangaa ameolewa, ameondoka. Baada ya muda unashangaa amekuja mwingine tena. Haleluya! Ni kwa wakati maalum huyu amekuja, na hiyo ni kwa wakati maalum. Anakuja mtu anatoa, anafanya vitu kanisani, mpaka mnasema, mpaka mchungaji anatamani wakati mwingine ngoja tu nikampe cheo. Unajua mtumishi wa Mungu, washirika, wakati mwingine msiwe mnaduponda. Wakati mwingine kuna vitu ambavyo mtu anafanya mpaka unashawishika. Hii ni hali ya binadamu. Sijui unanielewa? Bwana sifiwe. Na kuna wakati mwingine mtumishi anaweza kawa anaomba, anamtaja fulani, anamtaja fulani. Kuna kitu amefanya kagusa moyo wake, kama ambavyo wewe ukigusa moyo wa Mungu anavyofanya kwako. Haleluya. Alipofika pale akasema, sasa mimi napiga naweka, akatoa kwanza madirisha matatu kwa kwenye ujenzi, halafu akaweka matiripu ya mora ya kutosha hapo. Mambo yakabadilika hapo kanisani, mambo yalikuwa kama hivi. Akaweka mapazia pote kanisa zima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na mimi pia nikapendeza. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine, kuna wakati unapitia magumu, usiogope. Wakati wako unakuja. Cha kufanya, kaza sawa na Mungu. Acha mchanganyo, acha kutangatanga, acha kwenda kama bendera inayofuata upepo. Sio nielewa? Kaza sawa na Bwana. Kama hali ulipo utulie. Kwa mtu mwingine utasikia
mara ameenda kanisani fulani, mara ameenda kanisa fulani, mara kanisa fulani. Mwisho wa siku utakuja tuletea na mapepo. Kaa hapo, muujiza wako unakuja. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu kumeleta tumaini. Uwe na tumaini wakati unapofika, wakati unachoka, wakati unapofika, wakati unakosa pesa, wakati unapofika, wakati unaumwa, wakati unapofika, wakati unauguriwa, wakati unapofika, wakati unakosa chakula, wakati unapofika, wakati unakosa mavazi, unakosa viatu. Uwe na tumaini, kesho yako inakuja. Ipo siku Bwana atakukutanisha na mtu sahihi, atakuinua. Kumbe sio mtu, ni Baba. Wakati wako umefika kuinuliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilikuwa na ubiri mpakani mwa Uganda, sasa Mtukura pale, watu kanisa lilikuwa lenye matundubari. Yaani wamejikatia tamaa vile, hatuna hela, wanatoa kwenye kwa unyonge, jamaa tununue, wamepata kwa kiwanja kwenye sasa kujenga. Ukaanza kusukuana, tunayo mchungaji, unajua tulikuwa haya na haya, unajua tulikuwa na yale. Likainuka likaja lijamaa mmoja ligeni tu, nikasema, mchungaji, tafuta ramani ya kanisa. Jamaa anafanya kwenye madini huko, amekuja na gari yake, tafuta ramani ya kanisa, halafu niletee gharama za kanisa lote, ili kanisa nipate baraka. Naomba mchangie misumari na tuone pale, maana atakiwa uchangamkie fursa ya baraka. Haleluya! Kwa msingi ukaanza ndani ya mwezi mmoja. Mpigia simu mchungaji, ananiambia tumeweka na mapati ya msauzi. Wakati wa Bwana umefika. Tumishi wa Mungu, nikutie moyo. Wakati unaweza kufika ukachoka, watu wakakukatisha tamaa, wakakuvunja moyo, na wakati mwingine wakaomba hata michomi, wakaja kukutegemeza, ukategemeza kidogo hata kitoshi. Na kutia moyo, ipo kesho yako. Kuna wakati wa Bwana utakuja. Haleluya! Wakati mwingi unabanana kwenye bodaboda, unabanana kwenye gari, wakati wako unakuja. Ipo siku muujiza wako utakuja. Ipo siku utaushangaa umeshikilia funguo za Prado. Sema amina. Uwe na tumaini. Unajikatia tamaa, una miaka 10, una miaka 30 hapo, una miaka 40. Kwa miaka 50 unajuaje? Yawezekana utakuwa na miliki geti. Yawezekana kuna watu watabonga hodi. Sasa hivi unashangaa mtu ameingia. Kuna wakati lazima kusubiri, uvae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Uwe na tumaini. Kufufuka kwa Yesu